Mwenyekiti wa bodi ya TCRA, naomba uniwe radhi, nitakuomba kidogo nikusubirishe, na mkurugenzi mkuu pia nikuombe radhi. Tumkaribishe kwanza mwakilishi wa wizara kutoka kamati ya taifa ya ushauri, kisha utakuja mwenyekiti wa bodi. Samahani sana. Ni heshima yangu sasa kumkaribisha Mwelinde Kato ambaye ni mratibu wa maendeleo na usalama wa mtoto mtandaoni kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na baada ya kuzungumza mwenyekiti wa bodi, nitakukaribisha kama ambavyo niliomba radhi awali, ambapo utamkaribisha sasa mgeni rasmi. Asante sana. Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mkurugenzi Mkuu wa Mawasiliano wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, yani TCRA, viongozi wote mlioko meza kuu, washiriki wote, watoto, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi jina langu ni Mwelinde Kato, niko kwenye kamati ya kitaifa ya ushauri kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wizara tuna jukumu la kusimamia na kuratibu utoaji wa haki za mtoto, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kulindwa na vitendo vya ukatili, lakini vile vile haki ya kumwendeleza mtoto kwa vipaji na kielimu, vile vile haki ya kumshirikisha mtoto, ikiwemo kumshirikisha katika masuala yanayomhusu kulingana na umri wake, lakini vile vile haki ya kutokubaguliwa, kutombagua mtoto kulingana na jinsi yake, lakini vile vile kulingana na ulemavu wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi haya yote tunayatekeleza kulingana na sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 pamoja na sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa ya haya ni nini? Ni kuwa na kizazi ambacho kina maadili, lakini ni vile vile kumjenga mtoto ili aweze kukua vizuri kiakili, kimaono na kimaadili. Lakini vile vile tuweze kuwa na taifa ambalo lina watoto wanaoweza kukua na kuendelezwa vizuri na kuweza kuwa na maadili ambayo yataongoza taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara yetu kama wasimamizi wakuu na waratibu watoaji wa elimu ya masuala mbalimbali, ikiwemo masuala ya malezi chanya ya watoto, ikiwemo na kundi la vijana balee, kumekuwepo na changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba watoto hawa. Sasa hivi tunaona watoto wengi wanapoingia kwenye mitandao, pamoja na faida nyingi ambazo zipo katika mitandao, lakini tunaona watoto wanakumbana na changamoto za ukatili. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara mwaka 2022 iliweza kufanya utafiti wa kuweza kuona ni namna gani vitendo vya ukatili dhidi ya watoto ambao vinatokana na mitandao. Utafiti huo ulifanyika mwaka 2022, na katika utafiti ule tuliweza kuona kwamba 67% ya watoto wa umri wa miaka 12 mpaka 17 wanatumia mitandao, na 4% kati ya watoto wale ambao ni zaidi ya watoto 200,000 walishawahi kufanyiwa aina mbalimbali za ukatili. Kwa hiyo sisi kama wizara tukaona kwamba kunahitajika jitihada za zaidi ili kuweza kuwasaidia watoto wetu wasije kukumbana na ukatili ambao unaweza kutokana na mitandao. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara imeendelea kutekeleza masuala mbalimbali ambayo yanalenga kumlinda mtoto hasa anapokuwa anatumia mitandao. Wizara iliweza kufanya marekebisho ya sheria ya mtoto sura ya 13 iliyolenga kuondoa mapungufu yaliyojitokeza wakati wa utekelezaji.
na katika kifungu cha 13 cha sheria ya makosa ya kimtandao kilifutwa na kuandikwa upya ili kuweka masharti yanayohusiana na makosa ya unyanyasaji na utumikishaji wa kingono kwa watoto kwa kutumia nyenzo za kitehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la haya yote ni kuweza kumlinda mtoto na matukio ya uhalifu yanayotokea mtandaoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara vile vile inaratibu na kutekeleza mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ambao mpango huo una maeneo 8. Katika eneo mojawapo ambalo lipo katika mpango huo ni kuhakikisha kuna kuwepo na usalama katika maeneo ya umma, lakini vile vile katika maeneo ya mawasiliano, katika maeneo ya vyombo vya habari na teknolojia ya habari na mawasiliano, ambapo Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ni moja ya sekta zinazotekeleza eneo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile wizara iliweza kuzindua kampeni ya kitaifa ya usalama wa mtoto mtandaoni tarehe 10 Februari mwaka 2024. Lengo kubwa la kampeni hiyo ilikuwa ni kuwaelimisha watoto wenyewe kwanza, kwa sababu tunaamini watoto ndio mdau wa kwanza kabisa aweze kuelewa madhara anayoweza kuyapata wakati anatumia mitandao. Lakini vile vile lengo lingine ilikuwa ni kuwaelimisha wazazi na walezi ambao ndio wana jukumu kubwa la kufanya malezi kwa watoto wao, lakini vile vile na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Baada ya uzinduzi huo tuliweza kufanya kampeni katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara, ambapo tulikuwa tunatembelea shuleni, lakini vile vile tulikuwa tunaenda kwenye vikundi vya wazazi na walezi ili kuweza kuwaelimisha namna gani wanaweza kuwalinda watoto wao hasa wanapokuwa wanatumia mitandao. Pamoja na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara iliweza kuzindua kamati ya kitaifa ya ushauri kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Kamati hii inajumuisha wakurugenzi ambao wanatoka katika wizara na sekta mbalimbali pamoja na kampuni mbalimbali za simu pamoja na wadau, mashirika ya kimataifa na ya kitaifa. Kamati hii ni kamati ambayo imeundwa na wizara yetu, lakini inashirikisha sekta mbalimbali kama nilivyosema, lakini jukumu lake kubwa ni kuweza kuishauri serikali namna ya kutekeleza masuala mbalimbali ya usalama wa mtoto mtandaoni. Na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kuna mjumbe, lakini vile vile na wizara ambayo inahusiana na masuala ya teknolojia na wenyewe tuna mjumbe ambaye yuko kwenye hiyo kamati. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara vile vile iliweza kuandaa vitini vya kuelimisha watoto, lakini vile vile na kuwaelimisha wazazi. Tuna vitini viwili ambavyo vitini hivyo vina jumbe mahususi za kuelimisha watoto na kuwaelimisha wazazi. Lengo kubwa ni hili kuhakikisha kwamba tunakuwa na watoto wetu ambao wanakuwa, lakini pamoja na kutumia mitandao wanakuwa salama, lakini na kuwaelimisha wazazi ni namna gani wanaweza kuwasaidia watoto wao waweze kuwa salama mtandaoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo, wizara yetu imeendelea kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Tumeweza kuandaa rasimu ya mkakati wa pamoja wa ulinzi wa usalama mtandaoni wa mwaka 2024-2025 29-30, yaani Child Online Protection Strategy. Mkakati huu tumeweza kuandaa pamoja na Wizara ya Mawasiliano, baada hujakamilika, ni rasimu, lakini lengo tuweze kuwa na nyenzo muhimu ambayo itatusaidia kutuongoza ili tuweze kuwalinda watoto wetu wanapokuwa wanatumia mitandao. Eneo jingine ni wizara imeendelea na kuandaa mpango kazi wa usalama wa mtoto mtandaoni, ambao nao mpango kazi huo unajumuisha sekta zote. Kwa hiyo sisi kama wizara tunakuwa kama waratibu wakuu na tunajumuisha sekta zote, na sekta zote zinatakiwa zitekeleze mpango kazi huo, na baadaye tuweze kujipima kuona kama tunafanya nini na tunafanikiwa vipi katika kuhakikisha tunawalinda watoto wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wizara tuna mipango mbalimbali ambayo tunaendelea kuitekeleza, na kwa baadaye tunategemea kufanya yafuatayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara itaendelea kuratibu vikao vya kamati ya kitaifa ya usalama wa mtoto mtandaoni. Tunafanya vikao kila robo kama nilivyosema, na kuna washiriki kutoka wizara za kisekta, taasisi mbalimbali, makampuni ya simu,
Vile vile wadau kutoka mashirika ya kimataifa na kitaifa wote tuko kwenye ile kamati, na vyombo vya habari wote wako kwenye ile kamati. Kwa hiyo sisi kama wizara tutaendelea kuratibu vile vikao vya kamati ya kitaifa ya ushauri kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni ambayo inafanyika kila robo, na tutakuwa tunashauri mambo ambayo yatasaidia zaidi katika kuwalinda watoto wetu wanapokuwa wanatumia mitandao. Lakini vile vile wizara itaendelea kuandaa mafunzo kwa makundi mbalimbali ikiwemo vyombo vya habari, kwa sababu tunaamini vyombo vya habari ni watu muhimu zaidi ambao wanaweza kusaidia kuelimisha jamii mpaka kule ngazi za chini. Kwa hiyo tunaandaa jumbe mahususi ambapo tunaandaa na vyombo vya habari hivi ili wenyewe waweze kuchukua jumbe hizo waweze kuzitumia katika kuelimisha jamii, hasa wanapokuwa wanaandaa vipindi vya watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, wizara itaendelea kukamilisha mkakati wa usalama wa mtoto mtandaoni. Vile vile tutaendelea kutoa elimu ya usalama wa mtoto mtandaoni kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kupitia vipindi mbalimbali, kupitia viongozi wa dini na vikundi mbalimbali ambavyo viko katika jamii. Labda kabla ya kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wizara tulikuwa tunatamani ikikupendeza, tulikuwa tunafanya mazungumzo na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, bado iko kwenye mchakato, kuangalia ni namna gani tunaweza tukaanzisha kuwa na SIM kadi za watoto ambazo zitakuwa zinawasaidia watoto kuwa na ile SIM kadi ili tuweze kuwasaidia watoto wetu wanapokuwa wanatumia mitandao na iweze kuwasaidia katika kuongoza katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hayo ndo mipango ambayo sisi kama wizara tumepanga kuifanya, na nategemea kutakuwepo na kikao karibuni pamoja na watu wa TCRA na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania pamoja na wizara inayohusika na masuala ya teknolojia. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru kwa nafasi hii. Makofi mengi. Asante sana Damulinde kwa maelezo yako yaliyomakinika. Ndugu